Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya saa hii na wakati huu tena. Karibu kwenye ibada hii. Asante maana utakuwa pamoja nami, utatumia kinywa changu sasa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu, wewe ndiye kiongozi mwenye uweza, mwenye mamlaka. Anza pamoja nami, ukikamata kinywa changu, nitumie kama chombo. Wewe uinuliwe, mimi nipotee. Roho Mtakatifu, wewe kiongozi wewe mwema, mwalimu mzuri, tufundishe maneno yako na yakapate kuwa mtaji ndani ya mioyo ya watu wako. Asante Roho Mtakatifu, nakukaribisha. Anza pamoja nami, maliza pamoja nami. Jina lako likatukuzwe. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na tuseme amen. Nakusalimia ndugu yangu katika kipindi hiki cha saa ya neema. Katika kipindi hiki cha saa ya neema. Ndugu yangu, mahali popote, ninakuletea tena mwendelezo wa somo hili. Lina kichwa cha habari cha upendo. Ninapoongelea upendo, ninaongelea karama za Kristo zinazosababishwa na upendo. Ndugu yangu, leo kwa kukosa upendo hatuoni matendo makuu ya Mungu kwenye makanisa yetu. Hatuoni matendo makuu kwenye makanisa yetu. Hatuoni matendo ya miujiza. Hatuoni watu wakisameana. Yaani cha ajabu saizi, mahali ambako penye magomvi ni makanisani. Kwa nini? Ni kwa sababu upendo hamna. Kama upendo hamna, karama haziwezi zikatenda kazi. Hatuoni wafu wakifufuliwa. Hatuoni watu waliofungwa vifungo mbalimbali wakifunguliwa. Kwa kunakuwa hakuna tofauti. Sehemu mahali pa ibada pamekuwa kama meza ya wanyang'anyi. Hizo dalili za kukosekana matendo ya miujiza, kusameheana, wafu kuto kufufuliwa, watu kuto kufunguliwa vifungu, hizo ni dalili zinaonekana ni udhihirisho wa kuwa hakuna karama ya upendo makanisani. Hakuna karama ya upendo makanisani. Usemi huu kwa usemi huu, kwa sababu Paulo alikuwa akiwaambia Wakorintho, akawaambia kwamba, asema nami nakwambia wewe. Kama Paulo alikuwa akiwaambia Wakorintho, sahii mimi nasema na wewe ndugu yangu unanisikia. Hebu naomba tuangalie Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nyakati zile Paulo alikuwa akiongea na Wakorintho, lakini leo mimi ninaongea na wewe juu ya upendo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za Anasema malaika, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa
shaba iliyo na upatu uvumao. Aha. Anasema nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Haya ni maneno ya Paulo alikuwa akiwaambia Wakorintho, lakini si Paulo ananena nyakati zile tena, ni mimi nanena. Hata kama ukinena kwa lugha za malaika, lakini kama una upendo, umekuwa kama upatu uvumao. Kwa hiyo mimi ni kengele inaelia au mfano wa taus ya toas livumao. Hiyo inatupa uthamani wa upendo wale wanaohitaji kufunguliwa. Ndio maana Paulo anasema upendo haushindwi kamwe. Upendo huwa haushindwi na chochote. Kwa hiyo ukikosa upendo au upendo ukishindwa, zipo huduma za karama zitashindwa pia, au ndipo huduma za karama zitashindwa pia. Mfano, unabii, nasema kwa mfano unabii utakuwa wa uongo. Kusema unabii utakuwa wa uongo manake ni kukoma kwa unabii, ni kukoma kwa unabii. Kunena kwa lugha kutakuwa kwa mazoea. Yule ananena kwa lugha kwa mazoea, lakini pia neno la maarifa nalo litakoma kwa sababu upendo umeshindwa. Kwa sababu upendo umeshindwa. Kwa hiyo pia upendo ukiwa nao, ishara zifuatazo au zinazofuatana na neno ulilo nao zitadhihirika. Narudia tena, upendo ukiwa nao, ishara zinazofuatana na neno ulilo nalo. Sababu kwa nini zitadhihirika? Kwa sababu umemwamini Yesu. Na kama umemwamini Yesu, mapepo na magonjwa yatatoweka. Kama akitoweka, maana ni ishara unatembea katika hali ya upendo. Hebu naomba nisomee Luka 10 na ule mstari wa 17. Luka Na kama ndivyo hivyo, basi tutaona mfano, wanafunzi wa Yesu walirudi kwa furaha. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Anasema ndipo wale 70 waliporudi na furaha, wakisema Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa hiyo si kwamba pepo wanawatii. Pendo la Mungu likiwepo kwa mtumishi halishindwi kitu chochote, halishindwi kitu chochote. Kwa nini wanafunzi wa Yesu walirudi kwa furaha? Tunaona furaha ni tunda la upendo. Soma kwenye Galatia pale, katika vipengele vya upendo, furaha utaikuta ndani, amani utaikuta ndani. Kwa hiyo kumbuka, unaposema kwa lugha usemi na wanadamu au usemi na mwanadamu, bali na Mungu.
hausemi na mwanadamu bali na Mungu. Kama unasema na Mungu, basi wewe ni mtu aliyopendwa na Mungu, au wewe umependwa na Bwana. Narudia tena, unaposema kwa lugha hausemi na wanadamu bali Mungu. Kivipi? Kwa sababu umependwa na Mungu au umependwa na Bwana. Mtu aliyopendwa na Bwana, maanake pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yake. Upendo si kiwango muhimu tu, bali ni jambo la kutisha kwa mtu anayejua kupenda. Upendo si kiwango muhimu tu, bali ni jambo la kutisha kwa mtu anayejua kupenda. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 14 mstari ule wa 37 mpaka 38. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 37 mpaka 38. Mtu akijiona kuwa Anasema ni mtu nabii, akijiona ya kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayowaandikia, naye atambue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. ya kwamba hayo ninayenena ni maagizo ya Bwana. 38. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga. Amen. Amen. Kwa hiyo sasa, mtu mwenye karama za rohoni ana sifa ya kuzingatia neno la Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa maana ni nini? Mungu ni upendo. Naomba nirudie tena lile andiko. Wakorintho wa kwanza sura 14 na mstari wa 37. Unasema mtu akijiona kuwa ni nabii, au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga. Kwa hiyo upendo ni maagizo yatokayo kwa Mungu. Ukipunguza maagizo, na wewe utapunguzwa. Kumbuka kwamba upendo haukutokana na mwanadamu. Upendo umetokana na Mungu mwenyewe. Kama umetokana na Mungu mwenyewe, maandiko yanasema ni maagizo kupendana, au ni agizo kupendana. Kwa hiyo sasa, mtu mwenye karama za rohoni ana sifa ya kuzingatia neno la Mungu. Ukiona mtu anasema na karama za rohoni tena hana neno, weka alama ya kuuliza. Zingatia kuwa neno la Mungu, kwa maana Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa neno lake alisema kwenye Yohana 14 na ule mstari wa 15. Kwa neno lake alisema kwenye Yohana 14 na ule mstari wa 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Amina. Amen. Maneno mafupi kabisa. Anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Maana yake nini? Mkinipenda mtashika neno langu. Kwa hiyo hapa ukijiita wewe ni mtu wa rohoni, katika roho utanena katika pendo la Mungu. Hutanena katika pendo la kibinadamu, utanena katika pendo la Mungu. Tukisema mtu wa rohoni, maana yake ni karama zile za rohoni. Ana nguvu ya kushika fundisho la Mungu. Kama hujafikia hatua ya kushika
fundisho la Mungu, huwezi ukatembea katika roho, ndugu yangu. Sasa pamoja na imani, pamoja na tumaini, pamoja na upendo, haya mambo yote yamefichwa katika upendo. Upendo wa Mungu ni maagizo, ndugu yangu. Upendo wa Mungu ni maagizo yake. Anasema pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Upendo wenyewe unaleta saburi. Upendo unaleta saburi. Hata kama kuna mateso, na saburi inaleta udhibiti. Anasema hata kama kuna mateso, ile saburi inaleta udhibiti au udhibiti wa moyo wa upendo. Hebu tuangalie Rumi 5 mstari wa 3 mpaka wa 5. Anasema upendo unaleta saburi hata kama kuna mateso, na saburi inaleta udhibiti wa moyo wa upendo. Rumi 5 mstari wa 2 mpaka wa 5. Rumi 5 mstari wa 2 mpaka wa 5. Nayo inasema Ndiyo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani. Anasema ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani Kuifikia neema hii. Kuifikia neema hii. Anasema kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, ambayo tunasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. na kusimama katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia. ila namfurahi katika mateso, katika dhiki pia. Mkijua ya kuwa dhiki, ukijua kwamba dhiki au mateso kazi yake ni kuleta saburi. Kazi yake ni kuleta saburi. Na kazi ya saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Ni uthabiti wa moyo. Na kazi ya uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Ni tumaini. Na tumaini halitatahayarishi. Anasema na tumaini halitatahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa. Anasema kwa maana pendo la Mungu, tumaini halitutahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu, na Roho Mtakatifu ndio tuliyepewa sisi. Kwa hiyo malaumu yote, shida zote ni kukosa upendo. Ukiona kuna manunguniko, ukiona kuna malaumu, kulaumiana ovyo ovyo, shida ni kukosa upendo. Kanisa la Kristo limekosa upendo. Tunahitaji tusimame eneo hilo sana. Ukiona malaumu yote, shida zote ni kukosa upendo. Kama tumaini ni upendo, hebu ona mfano huu. Naokuletea. Jamaa mmoja alipanda mti akitegemea kama atavuna matunda katika mti huo, lakini haikuwa hivyo. Jamaa akawaza kuukata ule mti. Kwa nini? Kwa sababu kuzaa matunda, manake hana saburi huyo mtu. Lakini akatokea mtu mmoja akamkataza, akamwambia, ndugu yangu, usikate huo mti. Cha kufanya, endelea kuwekea mbolea, endelea kuwekea mbolea, endelea kuwekea mbolea.
Kumbe upendo haufurahii mabaya. Leo kikitokea kanisa fulani washirika wamepungua, wanahama, watu hawa wa Mungu, sio wapagani, sio wapagani, ni watu hao wa Mungu. Wanaanza kucheka, wanaanza kucheka. Waamini kabisa wa Kristo wanafurahia tukio hilo. Sasa kwa njia ya imani tunangojea, kwa njia ya imani tunangojea. Tumaini letu, ukiona imani inatenda kazi, jua kuwa mtu huyo ana upendo na tumaini la haki. Galatia 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mtu huyo ana upendo na tumaini la haki. Galatia 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Maana sisi kwa roho, anasema maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki, tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amen. Kwa hiyo ulikate govi lako au usikate govi lako, ndugu yangu, wewe ni motoni tu. Kama una tumaini, yenyewe italeta upendo. Hatutegemei mtu ambaye hana mwongozo wa neno la Mungu awe na upendo wa Mungu. Hapana, huyu atakuwa ni pretendable, atakuwa ana act tu, atakuwa anaigiza. Ni maneno magumu. Mimi binafsi sitegemei mtu ambaye hana mwongozo wa neno la Mungu aweze kuwa na upendo wa dhati, kwa sababu pendo lenyewe linasema limetoka kwa Mungu. Ni maagizo, sio mimi na disappoint na kataa. Yaani pendo lenyewe linasema limetoka kwa Mungu. Kwa hiyo mtu asiyekuwa na mwongozo wa neno la Kristo, na Biblia inasema na maneno ya Kristo yayo kwa wingi mioyoni, ili mpate kuongoza kwao. Kwa mtu akisema anapendwa, na angalia sasa ile nguvu ya neno kwake ikoje, uwezo wake wa kukaa kwenye neno ukoje, uwezo wake wa kuongozwa na neno la Kristo ukoje, uwezo wake ukoje? Kwa sababu pendo lenyewe linasema latoka kwa Mungu. Kwa hiyo mtu asiyekuwa na neno la Mungu, upendo anautoa wapi? Yesu mwenyewe anasema, asiyefuatana nami yu kinyume changu. Anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, maana uongo uko ndani yenu. Yeye mwenyewe anasema usipokuwa na neno lake, wewe sio wa kwake. Wewe sio wa kwake, wewe ni wa mtu mwingine. Na kama sio wa kwake, basi ni wa adui. Sijui uko wapi ndugu yangu. Sasa kuna kanuni ya maisha mapya. Kanuni ya maisha mapya, uvue uongo, useme kweli. Uvue uongo. Kwa hiyo kimsingi inaonekana uongo kama vazi, yani ni vazi kabisa mtu anakuwa amelivaa. Kama uongo ni vazi,
Leo nakuhamasisha ndugu yangu, uvue uongo na useme kweli. Hebu tuangalie Efeso 4 na ule mstari wa 25. Nayo inasema, Ndiyo, basi vueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. anasema kwa maana tu viungo, kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Nini maana yake? Mtu mwenye upendo anaweza akamgeuza mtu muovu. Pendo linaweza likamgeuza mtu muovu, akajua aha, hapa siko sawa. Fuatilia wale watu waliomleta yule mwanamke kwa Yesu kwamba amezini. Ona nini kilitokea. Alichomoka mmoja baada ya mwingine pale, wakashangaa mlikuta amebakia Yesu na yule mama tu. Kwa hiyo mtu mwenye upendo anageuza, ana uwezo wa kumgeuza mtu mwovu. Ana uwezo wa kumgeuza mtu mwovu kabisa. Mtu mwenye upendo ana uwezo wa kumfanya mtu mwovu akabadili tabia. Kwa nini? Kwa sababu pendo limetoka kwa Mungu. Pendo si namna ya kibinadamu. Pendo, ndugu yangu, limetoka kwa Mungu. Akawa sababu tofauti na sasa. Mtu mwenyewe, ile nguvu ya upendo uliokuwa nao ikaweza kumbadilisha. Upendo ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Narudia tena, nasema upendo unaweza ukambadilisha kabisa muovu. Lakini mtu ambaye ana upendo anaweza kumfanya muovu awe muovu maradufu. Anaweza akafanya muovu awe muovu maradufu. Kivipi? Unaweza ukajiuliza, kivipi unasema maneno haya? Mimi naonekana nina imani, naenda kwa ndugu wa jirani nakopa hela. Nikisha kopa hela silipi. Unafikiri inakuwaje kwa huyo mtu? Kwa hiyo imani na tumaini linatoka kwa namna ya upendo. Linatoka kwa namna ya upendo. Kinachotupeleka mbinguni ni imani na upendo. Hebu naomba tuangalie Kolosai 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kolosai 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Nao unasema, ndiyo, tangu tuliposikia habari za imani yenu. Anasema tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu, na upendo mlio nao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambayo habari zake mlizisikia zamani, kwa neno la kweli la Injili. Ndugu zangu, injili ya kweli inaleta upendo, tumaini. Injili inaleta upendo, na upendo ni maagizo
yanayetoka kwa Mungu. Upendo ni maagizo yanayotoka kwa Mungu. Kumbuka mara zote tumaini ni malipo. Kumbuka mara zote tumaini ni malipo. Hebu tuangalie Ibrania 10, Ibrania 6 mstari ule wa 10 mpaka 12. Kitabu cha Ibrania sura 6 na ule mstari wa 10. Ndiyo. Maana Mungu si dhalimu, Anasema maana Mungu si dhalimu, hata aisahau kazi yenu, hata aisahau kazi yenu, na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake. Anasema mlilolidhihirisha kwa jina lake, na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu. Kwa kuwa mmewahudumia watakatifu. Hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi twataka sana kila mmoja wenu, aidhihirishe bidii ile ile, kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msio wavivu, bali mkae wafasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Kama hauna saburi, imani, wewe hauna upendo. Tunapohitimisha, hebu ona waraka wa kwanza Yohana 4 mstari ule wa 7 mpaka 16. Waraka wa kwanza Yohana 4 mstari wa 7 mpaka 16 unasemaje? Wapenzi, na mpendane. Sina swali juu ya hilo. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Anasema kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili pendo la Mungu, anasema katika hilo pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanaye pekee wa pekee ulimwenguni, yani hapa duniani, ili tupate uzima kwa yeye. Rudia tena. Ili tupate uzima kwa yeye. Mungu amemtuma mwanaye hapa duniani ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo. Na hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Bali kwa yeye alitupenda sisi. Mungu alitupenda sisi. Akamtuma mwanaye kuwa kipatanisho kwa kipatanisho cha dhambi zetu. Mstari wa 12. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Ndugu zangu, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Mungu atakaa ndani yetu. Na pendo lake limekamilika ndani yetu. Kumbuka tuko kwenye kuhitimisha, na pendo lake litakuwa limekaa ndani yetu. Mstari wa 13. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Rudia tena mstari wa 13. Katika hili tunafahamu ya kuwa. Anasema katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Naye ndani yetu. Kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia. Ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. 15. Ndio. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kila anayekiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu hukaa ndani yake. Naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Nasi sasa tumefahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Na kuliamini. Mungu ni upendo.
naye akaaye katika pendo. Anasema na huyo mtu akikaa katika pendo hukaa ndani ya Mungu, anakaa ndani ya Mungu. Maanake Mungu anakaa ndani yake na yeye anakuwa ndani na Mungu hukaa ndani yake, na Mungu pia anakaa ndani yake. Yeye anakaa ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani ya yeye. Mstari wa 17. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu. Anasema katika hilo pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Amen. Kwa hiyo ukiona mtu anapenda, ujue ana Mungu. Mtu asiyokuwa na Mungu hawezi akawa na upendo. Ndugu yangu, ni mchakato. Ili ujiunge kwa pendo hilo la Mungu, liko sharti moja la wokovu. Na wokovu, tafakari njia zako. Biblia inasema atakayenikiri kwa kinywa changu na kinywa chake na kuamini ndani ya moyo wangu ataokolewa. Lakini pia inasema katika Warumi ile 10:13, kila atakayeliitia jina la Bwana atakuwa ameokolewa, na kila atakayeliitia jina la Bwana basi aache uovu. Pendo Mungu ameshakuja kuliachia kwetu. Kazi kwako, chunguza maisha yako, namna unavyoishi, ni namna gani unaishi. Badilika hivyo leo. Yesu anakuja. Hizi nyakati za hatari. Liite jina la Bwana, lenyewe litakupa nguvu ya kuacha uovu. Anza kusogea sehemu ya kusanyiko lolote, jifunze neno la Mungu. Ukihitaji msaada, nimekupa namba pale juu 07. Nimekupa namba kwa ajili ya mawasiliano pale juu 0744531049, 0784222327. Wakati wote tunapatikana, tutakusaidia. Shalom. Shalom. Ni mimi Apostle Phineas, nimetumika kama chombo usiku huu kukuletea habari hii njema na kuaga katika jina la Yesu, na kuombea wewe ambayo unanisikia saa hii. Mungu akupe neema hiyo ya kuliita jina la Bwana usiku wa leo na ukaokolewa. Amen. 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 Amen.